Kwa kusema kweli, kwanza kabisa naweza shukuru wachezaji pamoja na wale makocha ambao walikuwa pale, na kamati ya ufundi pamoja na management walifanya kazi nzuri sana kuweza kushinda ili kikombe la Mozzartbet last edition. Tuko katika edition nyingine, tuko katika robo finali. Inamaanisha kwamba malengo yetu kama club ya kutaka kuhifadhi ili kombe tena iko katika njia nzuri. Kwa hivyo vijana wanazidi kujinoa. Hata leo tumekuwa kwa mazoezi tukijinoa, tukijipanga ili tuweze kucheza dhidi ya KCB ambayo tutacheza nao siku ya Jumapili. Kwa hivyo Nairobi United imejiweka katika hali ya kukua klabu ambayo inaweza shinda ili kombe mara mbili zikifuatana. Next ni kuweza kuona kwamba hii klabu inaweza kuwa tishio katika nchi na hata katika Afrika kwa ujumla, na hiyo ni uwezo ambayo hii timu iko nayo. Kwa hivyo ushindi ambazo timu imekuwa ikipata, inafaa tuzidi kujisukuma, tuzidi kushikana kwa pamoja ili tuweze kuona kwamba lengo la kufanya klabu kuwa klabu kubwa sana ndani ya Kenya na hata Afrika imetimia. Na hiyo ndio mawazo na maono na mwelekezo wa kila moja katika hii klabu. Tukishinda tena ile kombe kuweza kuidefend, inamaanisha kwamba lengo kwanza kabisa ya kufanya klabu kuwa klabu ya nguvu tutakuwa tumetimia, na tena itakuwa inamaanisha kwamba inatupatia nafasi ya kwenda kutafuta ushindi wa vilabu zingine ambazo pia ni washindi katika nchi zao. Msimu uliopita tuliweza kufika katika hatua ya makundi na hatukuweza kushinda mechi yoyote. Kwa hiyo inamaanisha kwamba tunataka tuishinde tena tuende tufanye vizuri, tuweze kujiingiza katika hatua ya makundi na tuweze kuona kwamba wakati huu tunaweza kushinda mechi na hata ya kuona kama tunaweza fika katika robo finali, ili tuzidi kujijenga hatua kwa hatua. Kwa hiyo kushinda mara ya pili inaweza kuwa ni jambo la maana sana kwetu. First and foremost nasema thanks to the most heavenly Father kwa hiyo opportunity. Tunashukuru jo. Then naweza shukuru timu yangu, all players, technical bench na board so far kwa journey tumemake mpaka size. Naweza sema last season maybe it was a different kwa sababu ni NSL, it was a second tier division. Then size tuko top level league hapa Kenya. Umeona so league kwanza ni tofauti, alafu pia ball pia ni tofauti kidesign sababu chini it's about physics sana, but ukikam to top level now it's about mentality and tactical discipline. The difference ya hizo league mbili kuna naweza sema first kwanza as a team lengo yetu ilikuwa kuwin NSL na kuget promoted to the league. Then pia God willing management ikamua kuregister team kwa Mozzart, which was the first time, na ikakuwa ni a tournament. Siwezi sema ati lengo ya team starting to the tournament ilikuwa kuwin, ilikuwa just testing ourselves, maybe tuone where we can reach na maybe kukutana na top level teams ambazo zilikuwa Premier League. That was our goal in Mozzart. But after winning round of 32, which I think we psyched ourselves kusema tunacheza against a big team. I think walikuwa kwa race number 2 that time, it was Tusker, walikuwa na compete for league. So kutana nao tukajisike tukasema we can win it. So after winning against Tusker, I think that's where the motivation came within ourselves and within the team. Tukaona maybe we can do something. So while playing the tournament, we were just challenging ourselves each game at a time. Tunasema what about if we win today, tunaenda next level. So we took the tournament as a one game at a time, kuona kwenye tunaweza fika juu. As much as tulikuwa tunasonga mbele winning every stage, bado tulikuwa tunasema tutawin, ni ile tu tunajichallenge. But I think maybe after reaching semi-final ndo tukakuwa na ile motivation ya we can do it. Na naweza sema we can do it kwa nini? Kwa sababu our team director at that time Salim alikama katu challenge on 208. Kulikuwa na Mathare
waliwin NSL na wakarudi wakawin Go TV at that time, so ikakuwa the first team in Kenya wamewin 2 trophies na ni kutoka second division, so ikakuwa can we challenge ourselves to make a history. So I think tukataka kurewrite what Mathare did, so tukaamua pia sisi we can do it, maybe we challenge ourselves tuone kama tunaweza win, na thanks to Heavenly Father we got it right, tukawin pia Mozart. Naweza sema sometimes kuna ile msemo wasema empty debates make a lot of noise. So sisi naweza rudia tena, while we were playing the tournament tulikuwa underdogs, so we had nothing to lose, una get. So vile watu walikuwa wanaongea wana to doubt, sisi na sisi ilikuwa na to motivate, sababu tulikuwa tunasema if win inafanya wanyamaze, and then wanasema if you can't beat them then join them. So I think the more tulikuwa tuna win kama underdogs na watu wana to doubt, inafanya kila mtu atakuwa zazi na Nairobi United. Hii ni timu gani? Mbona imefunga Tusker? Mbona imefunga KCB? So I think going stage by stage, wale wasionyo walikuwa na to doubt walitaka sasa kutufollow, kujua ni kina nani wako pale. Then naweza sema tu si tulikuwa tunataka kuwa prove wrong pia, out adapters design we can make a history for ourselves, because wanasemanga in this life try and make a history for yourself. Na I think hiyo ndio kitu tu motivate tukanyamazisha wale wetu walikuwa na to doubt. Sema kwanza kufika CAF Confederation group stage, it was a big task. By the way, it was a big task, then it was a big challenge to us, kwa sababu I think tukienda Confederation sisi as a team tulikuwa pia tunataka tu kuona where can we reach maget, but our first match going in Uganda against NEC, getting a point away, so ili tu challenge na ikatu motivate sana, cause it was our first match, then tunaenda kukutana na wase wenye pia washaicheza CAF, una get. So we are playing against an experienced team, sisi tumekam ndo tumejel, we didn't have experience. I think at that time we were only 2 players wenye wame talk to the Continental, that was me and Shami. So unapata ni kumotivate vijana design, hii ni stage yenye inaweza kumarket kwa football either worldwide ama African, una get. So tulijichocha tu after getting a point away, tukasema we can do it. Then I think pia kitu ilitumotivate zaidi ni our management, kuna kitu walitu promise na ikatu push as a team, tukona we can do it. So getting another point at home, going to second preliminary rounds, tukajichocha. Then unajua tulipewa Morabu, na unasemanga Morabu in tournament yake, so getting a win home ilitumotivate, tukaona kumbe we can do it, and at least we decided tunataka kupata more exposure na kujimarket as a team and as individuals. So ikatumotivate zaidi kwenda Continental group stage, of which tulilearn a lot more experience, sababu huko ball now it's about tactical. Naweza sema tactical, haina story mingi. If you get tacticals right you get something, kwa sababu huko ni one mistake one goal. Haina, yani concentration ni total 90 minutes, unlike kuja ligi yetu kan unaweza sema somehow saindo ina grow, una get. Maybe in terms of tactical, but already naweza sema sisi kama Nairobi United going to Continental group stage tulilearn a lot sana, cause ukiangalia pia performance saizi inatoka kwa what we learned tukiwa Continental. Naweza sema as a captain kwanza nilikuwa lazima nikuwe leader. Unajua as a captain lazima ukuwe brave. If you are brave then inamaanisha your pack kila mtu atakuwa brave. So I had to step up and be a brave person, at least ndo the team pia wakuwe brave, na ilikuwa a feeling sababu leading a team to continental matches inamaanisha ni more exposure, na pia mimi na market myself, so it was a belief yenye najimarket zaidi. Mimi naweza sema wale wenye walikuwa na to doubt na wenye wanazidi to doubt wazidi tu, but I think already Nairobi United iko kwa map ya Africa. So saizi hata ukienda wapi wewe ukigoogle Nairobi United iko na imemake history, kwa sababu ni first time continental, first time reaching group stage, so hawezi write off history. Unaweza sema pia sisi kufika hapo imetumarket na pia imetupe experience kabisa, cause na last time naweza sema while we were participating hatukutoka na any point, but we learned something. So saizi inatupea angamo ya kutaka kurudi pale
Juu anasemanga if you want to achieve more then you must get to the highest level. Na highest level hapa Africa ni continentals. So we are aiming to go back there. At least this time tunajua tutago kama participants, tutago kama competitors na tutaget something right. Kwanza inatumotivate juu we are defending champions. So lazima tucheze kama champions. Secondly, tuliface pia KCB last season the same tournament round of 16 I think, na tukawa knockout. Saizi tunakutana nao quarters. Na saizi hawata tu face kama underdogs, wata tu face kama champions. Na sisi as a champions, champion mentality ni kuwin, haina shortcut. So tumekuwa na good run kwa ligi na I think inatumotivate kwenda towards game ya Sunday. Na tunajua tu get positive result kwa sababu the camp kila mtu wako ready, na tunajua with God na pia sisi wenyewe tutapata kitu on Sunday.